Hebu sema kwa nguvu, kusifu. Kama unaandika, andika kusifu ni huduma. Amen. Andika kusifu ni huduma. Kabla sijaondoka hapa, nitakuwa nimesoma vitabu kama 3 au 4, na nitasoma kitabu cha Zaburi, tasoma kitabu cha Yohana, tasoma kitabu cha Nyakati, na nitakuwa nimeondoka mahali hapa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Wapendwa, Biblia inasema na maneno ya Kristo yakae kwa wingi ndani yetu. Kwa nini yakae kwa wingi ndani yetu? Mathayo sura ya 4 mstari wake wa 4, Biblia inasema Yesu akajibu, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya. Wapendwa, kusifu ni huduma, na ni muhimu sana kujua hilo. Kuna watu wanajifariji, wanasema tutasifu mbinguni. Kwanza haijajulikana bado mbinguni utaratibu wenyewe wa kusifu utakuwaje. Ni vizuri tumsifu Bwana tukiwa duniani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Zaburi sura 22 mstari wake wa 3, Biblia inasema hivi, kusifu ni wito wa kiroho. Maana anasema, lakini wewe ndiwe mtakatifu ukae katika sifa za Israeli. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mwandishi wa kitabu hiki ambaye ni Daudi anaandika maneno haya, maneno ya kumsifu Mungu, maneno ya kuonyesha ukuu wa Mungu, akiwa katika mazingira magumu, mazingira ya maumivu, mazingira ya mateso, lakini anasukuma kuandika maneno haya. Anasema, lakini wewe ndiwe mtakatifu. Na unajua, ukisema Zaburi unazungumza nyimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, wewe ndiwe mtakatifu ukae katika sifa za Israeli. Israeli maana yake nini? Israeli maana yake mbarikiwa. Sifa za kila mbarikiwa, ndani ya hiyo sifa amekaa Bwana. Haleluya. Tunapomsifu wapendwa, hatuburudishi tu mioyo, hatujengani tu na kutiana moyo. Tunapomsifu Bwana, Bwana anaketi katika hizo sifa. Amen. Na katika kusifu kuna nguvu. Watu wachache mnaojua nyimbo za wokovu ni nyimbo za kihistoria. Kuna wimbo kwenye kitabu cha wokovu unasema, usinipite Mwokozi. Wimbo huu uliandikwa mwaka 1868 na mwandishi mmoja maarufu sana aliyekuwa ametunga nyimbo zaidi ya 8,000. Na huu wimbo ukifuatilia, kwa nini aliutunga ule wimbo? Anasema alimsikia mtu ambaye alikuwa ni kipofu, yuko kwenye kurusedi. Akiwa kwenye kurusedi akasikia kipofu wa mkono wake wa kushoto amepokea uponyaji, kipofu wa mkono wake wa kulia amepokea uponyaji. Huyu kipofu wa katikati naye akasema, Bwana, nasikia unawazuru wengine na mimi usinipite. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Historia inaonyesha baada ya maneno yale, na yule kipofu wa katikati akapokea kuona. Haleluya. Tunapomwimbia Bwana, uponyaji unashuka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tunapomwimbia Bwana, uponyaji unashuka. Mungu, wapendwa, hakai katika sauti nzuri, bali katika sifa za kweli.
hata siku moja usimwimbie Bwana kama usanii. Nimesikia watu mnaanza kuingiza hayo maneno taratibu ndani ya kanisa. Sisi ni wasanii wa nyimbo za Injili. Hakuna wasanii wa nyimbo za Injili. Na ili ujue hakuna wasanii wa nyimbo za Injili, kaulize Kiswahili cha kawaida, msanii maana yake nini? Msanii maana yake mwongo. Mwambie jirani yako, umesikia? Msanii maana yake mwongo. Msanii maana yake anafanya kisicho sahihi. Ndio maana wasanii wanatuchezea keusi na kekundu, na ukiweka hela unaliwa. Acheni haya maneno. Mimi ni msanii wa nyimbo za Injili, nina kibao. Una kibao? Na kibao. Sema nina wimbo nataka nimwimbie Bwana, nina kibao. Haleluya! Na mna bahati leo mnaongea na mlezi wa idara ya sifa na muziki, msaidizi jimbo. Haleluya! Haya maneno idara myakazie macho. Najua kuna mtu alianzisha kitu chepesi na watu hawakujua, akawa anaandika Christmas ile tulizoea kuandika, yeye akawa anaweka X-mas, na wengi wakaingia huko. Ni mpaka alipotokea mtu mmoja akasema, sikilizeni, hiyo X-mas haimaanishi Christmas tunayomaanisha sisi. Ndio watu wakashtuka. Yesu atusaidie sana. Hata hizi nyimbo usikubali. Ukiwa mwenyekiti wa kwaya, mtu asimame aseme nina kibao, mimi ni msanii wa nyimbo za Injili, mwambie kakae, tuletea usanii kanisani. Jamani, kusifu si burudani. Narudia tena, kusifu si burudani kanisani, bali ni huduma kamili mbele za Mungu. Kusifu ni huduma kamili kabisa mbele za Mungu. Wale waombaji mtanielewa. Kuna wakati unaombea mtu, unaombea mapepo, omba na wewe hora. Sasa yule ambaye sio muombaji hawezi kuelewa. Unaombea mpaka unaanza kuwaza, mimi nitamwacha hivi sasa. Lakini waombaji wanajua, ukiwa umeshaomba muda mrefu mtu afunguki, anza kuimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kuimba, kitaeleweka tu hapo. Ili mradi wimbo wenyewe unaoimba na wenyewe unauelewa. Usije kaimba sitoki, na kweli hata toka. Jamani, haleluya. Kusifu si burudani kanisani, bali ni huduma kamili mbele za Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura yake ya 4 mstari wa 23 hadi 24, ninafupisha, utasoma kwa muda wako. Mungu anatafuta moyo kabla ya sauti. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu sauti anaipenda sana. Hata sisi tunapenda kusikia sauti nzuri, lakini kabla hajatafuta sauti anahangaika na moyo wako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na Biblia inasema katika kitabu cha Nyakati, waimbaji walipoimba mioyo imefunguka, wingu likashuka, neema ya Bwana ikatiririka, watu wakaanza kufunguliwa. Hata watumishi hawakuwa na sababu ya kusimama. Haleluya! Tunaposifu wapendwa, hiyo ni vita, na hiyo vita ni vita ambayo mwisho wake ni ushindi, maana Mungu hajawahi kushindwa hata siku moja. Kusifu kunakotoka kwenye moyo safi hubeba mafuta ya ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kitabu cha Nyakati wa Pili 20:22, walipokuwa wakimsifu Bwana, Bwana aliweka wavizi yao. Ukifuatilia ule muktadha unagundua kwenye kusifu ushindi ulitokea. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sifa huvunja vifungo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na wahakikishia kwa jina la Bwana, watu wote wanaojua thamani ya sifa, hata kama umeumizwa,
umeumizwa, kuliko ujibu vibaya, wewe anza kuimba. Anza kuimba. Sasa kuna wengine wanaimba ndio, lakini wanaimba kinafiki. Yaani aliyekuuzi ni mume wako, alafu naimba ni mwanaume kama Yesu. Yaani maana yako namwambia tulia wewe mume, hamna kitu hapo. Umekosea. Lakini unapoimba mambo makubwa yanatokea. Haleluya! Sifa hubadilisha mazingira ya kiroho. Unaweza ukawa unasikia ukavu kabisa, lakini ukianza kutiririka nyimbo unasikia bubujiko la Roho Mtakatifu, unasikia nguvu inainuka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sifa siku zote inatangulia ushindi. Ndio maana Biblia inasema Daudi kazi yake ya kwanza alikuwa mpiga vinubi, anaimbia wanaopigana. Baadaye na yeye akaanza kuwa mpiganaji, na alipokuwa mpiganaji, alipotoka kushinda, wamama wakamwimbia wimbo, wanasema Sauli ameua 1000 lakini Daudi ameua 10,000. Ule wimbo ukaleta matokeo makubwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Acha tumwimbie Bwana, nisikie makofi na vigelegele. Acha tuimbe sifa. Haleluya! Kumbe tunapoimba hatuboreshi tu ibada, bali tunapigana vita ya kiroho. Sikiliza mpendwa, usiimbe kama usanii tu, imba kama kuhani. Imba ukiwa umejitakasa, imba ukiwa umetafuta uso wa Bwana, imba ukiwa na moyo safi, na hizo nyimbo zitaleta matokeo. Nimejengwa, nimetiwa moyo na tukio hili. Ninaomba iwe hamasa, uwe mwanzo, uwe mwendelezo. Ninaomba idara ya sifa na muziki jimbo, wekeni utaratibu, ikiwezekana tukae mahali siku 3 tunapiga tu hizi nyimbo. Mke mwema watuimbie zile nyimbo za zamani, tupige nyimbo kieleweke, tutaimba na mapepo yatakimbia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana libariki neno lake. Bwana akubariki. Amen. Jehova Mungu mkuu, nakushukuru. Asante kwa pendo lako hili.